Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda tena kukaribisha katika kipindi chetu hiki cha leo. Na katika kipindi hiki, kama unavyofahamu, siku ya Jumapili tunakuletea kipindi kinaitwa Sunday Blessings. Sunday Blessings ni kipindi, ni baraka za Jumapili kwa ajili ya wewe kukuletea ama kukugusia yale ambayo tumeweza kuyasikia kama mafundisho katika nyumba ya ibada. Imekuwa bahati njema sana kipindi hiki katika huu mfungo ambao Wakristo wapo, tunasema kwamba imetokea ni kama coincidence kwamba Wakristo na Waislamu wote tupo kwenye mfungo. Waislamu wako kwenye mfungo wa Ramadhani na Wakristo wako kwenye mfungo wa Kwaresma. Wote tupo kwenye mfungo, na huu mfungo ni maalum kwa ajili ya kutuandaa katika muktadha wa kiroho. Sasa ni kwamba katika mafundisho ambayo ameweza kuyatoa kasisi ameweza kugusia mambo mbalimbali. Kwanza amezungumzia juu ya mambo matatu ambayo nitakuja kuyafafanua moja baada ya jingine jinsi ambavyo ameweza kugusia. Lakini cha kwanza kabla ya hayo matatu alianza kwa kueleza kwamba Yesu alifunga siku 40. Siku 40 akaeleza kwamba kwa tafsiri ya maandiko matakatifu siku 40 ni muda wa kutosha, muda wa kutosha. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba Yesu mwenyewe alikuwa anafahamu kwamba kuna kazi kubwa mbele yake ambayo anahitaji kwenda kuifanya. Kwa hiyo ikabidi ajipe muda wa kutosha kwa ajili ya kufunga, kumuomba Mungu na kufanya maandalizi yanayostahili kwa ajili ya hayo matukio ambayo alikuwa anataka kuyafanya. Kwa hiyo hili ni fundisho la moja kwa moja kwamba hata wewe kuna mambo ambayo unahitaji kuyafanya katika maisha yako, unahitaji kuwa na muda wa kutosha kuyafikiri, kuomba Mungu, lakini pia na kuyapanga vizuri ili uweze kuyafanya kwa standard inayotakiwa. Yesu aliamua kufunga siku 40 kwa ajili ya kujiandaa na yale matukio makubwa ambayo alikuwa anataka kuyafanya, ndio huo ukombozi wa mwanadamu. Sasa kwenye mambo matatu ambayo kasisi ameyazungumzia, amesema kwamba jambo la kwanza kabisa ni uhusiano wa mwanadamu na vitu, ama uhusiano wako wewe na vitu. Kwa nini uhusiano wako wewe na vitu? Ni kwamba unajua katika maisha sisi tumezungukwa na vitu, wanadamu tumezungukwa na vitu, na hata katika maisha tunayoishi ni kwamba tunatafuta vitu. Wewe unajua kwamba utakuwa unaishi lakini unatafuta maisha mazuri, wewe unaishi unatafuta kitu kizuri, unatafuta elimu nzuri, tunatafuta vitu. Lakini mahusiano yetu na vitu visije vikasababisha tukashindwa kuwa na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu. Jambo la pili hilo akalizungumzia kwamba mahusiano na Mwenyezi Mungu ni mahusiano ya kiroho ambayo kwanza ni swala zima la imani, pili akazungumzia kwamba unahitaji kusoma neno la Mungu, na tatu unahitaji kusali kwa bidii ili kuweza kuhakikisha kwamba sasa wewe haui driven peke yake na vitu, kwamba wewe unawaza upate fedha, wewe unawaza upate mali, wewe unawaza upate mke mzuri, upate watoto, upate mume mzuri. Hivyo ni vitu ambavyo wewe vinakufanya uweze kufikiria namna ya kuvipata. Hayo ni mahusiano yako wewe na vitu hivyo. Lakini mahusiano na Mwenyezi Mungu yanakusaidia wewe kuweza kubalance maisha yako, kwamba ni maisha ya kiroho. Kama mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, unahitaji connect kati ya mahusiano yako wewe na Mungu ili uweze kunufaika vizuri maisha yako, mahusiano yako na vitu unavyovitafuta hapa duniani. Kitu kingine cha tatu ambacho kasisi aliweza kugusia ni kitu muhimu sana. Kasisi aliweza kuzungumzia juu ya mahusiano yako kama mwanadamu na watu wengine, kwamba wewe unajua hauishi peke yako, wewe unafahamu hauishi kisiwani, wewe unafahamu hauishi mlimani peke yako, wewe unaishi na watu wengine. Kwa hiyo wewe unahitaji kuwa na mahusiano mazuri kati ya wewe na wanadamu wenzako, kati ya wewe na watu unaofanya nao kazi, kati ya wewe na watu unaoishi. Kwa hiyo mahusiano wewe na watu wengine ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo katika huu mfungo wa Kwaresma kasisi akajaribu kuonyesha kwamba kumbe mahusiano yako na vitu unahitaji kuangalia. Cha pili, unahitaji kuangalia mahusiano yako wewe na Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyekuumba wewe. Lakini cha tatu, unahitaji kuwa na mahusiano mazuri kati ya wewe na watu, na hapo ndipo lile jambo muhimu linapozaliwa, kwamba wakati wa mfungo, whether ni wa Ramadhani au hata ni Kwaresma, kwamba wakati wa mfungo ni wakati ambapo watu wengi wanafanya majitoleo fulani. Watu wengi wanamrudia Mwenyezi Mungu kwa kuhusiana vizuri na watu wengine. Yule ambaye hana chakula apelekewe chakula, yule asiye na mavazi apewe mavazi, yule asiyeweza kufanya kile wewe ambaye una uwezo wa kumsaidia akifanye, hakikisha kwamba unaweza kumsaidia ili aweze kufanya. Huu ni wakati mzuri ambao watu wengi wanapata thawabu. Watu wengi wanajaribu kuvirudisha kwa watu wengine vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekupatia wewe. Wewe fikiria kwamba vitu vyote ulivyokuwa navyo pengine umevipata tu kwa neema, Mungu amehitaji wewe uweze kuwa navyo, lakini
ni lazima kuwa na mekanizmu nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba ndio unamshukuru Mungu, lakini unamshukuru yeye kwa kuvirudisha kwa watu wengine. Kwa hiyo kasisi akajaribu kuonyesha hilo ni jambo jema sana na ni jambo zuri, linawapatia watu thawabu, baraka, neema za Mwenyezi Mungu kwa kuvirudisha ama kwa kufanya matendo mema, matendo ya huruma, matendo ya upendo, matendo ya imani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unakuwa na mahusiano mazuri na watu wengine. Kwa hiyo jambo la msingi la kuzingatia ni hiyo, kwamba katika kipindi hiki cha Kwaresma kumbe tunahitaji kuwa na mahusiano mazuri na vitu tulivyokuwa navyo visije vikatupeleka kusikotakiwa. Cha pili, tunahitaji kuwa na mahusiano mazuri sana na Mwenyezi Mungu ili maisha yetu yaweze kuwa bora, yeye kama muumba wetu na sisi kama viumbe wake, basi tuweze kuwa na ushirika mzuri, na huu uweze kusaidia sisi kuweza kupata neema na baraka ambazo Mungu mwenyewe ameziacha pale wazi kwa ajili yetu, ama ni kuzichukua ama kushindwa kuzichukua, ni sisi wenyewe kufanya maamuzi. Cha mwisho ni hicho ambacho kasisi amezungumza, kwamba mahusiano yetu sisi na watu wengine. Na kutakia Jumapili njema yenye baraka tele. Mungu akubariki na kukulinda, na kwamba uweze kufurahia vizuri katika hayo mahusiano, katika hizo nyanja kuu tatu kama alivyozungumzia kasisi. Mimi nategemea kukuona umefanikisha sana katika yale ambayo unahitaji kuyafanya. Mungu akusaidie na kukulinda. Tunasema it begins with you, do your best and God shall do the rest. Mungu akubariki sana. Asante.